hakikisheni kuwa ujuzi uliopatikana kupitia mradi huu unaendelezwa katika kutumika na kuweza kutumika katika miradi mingine ya namna hii. Nikirejea katika shughuli ya leo, mnakumbuka serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ilifungua ukurasa mpya na wenye matumaini na wenye faraja ya maendeleo ya Tanzania kupitia MV New Mwanza, ambayo ni meli ya kisasa yenye hadhi ya kimataifa, kubwa kuliko meli zote katika ukanda wa maziwa makuu na katika Afrika kama tulivyotoka kuambiwa. Na mimi nimeishuhudia. Ina uwezo wa kubeba abiria 1200, tani 400 za mizigo, magari makubwa 3, magari madogo 20. Hii ndio sifa ya nchi inayoweza kujitegemea kama Tanzania. Na Mheshimiwa Waziri, uwasiliane na Waziri wa Fedha awaelekeze Mamlaka ya Mapato Tanzania, mwatafutie kasehemu hivi na wenyewe waweke kwamba meli hii ni kodi zetu. Wenzetu huwa wakitupatia msaada hata choo tu cha shule ya msingi wanaweka bango kubwa. Sisi tumejenga daraja la Busisi kilomita 3 na sehemu. Tumejenga meli kubwa ya aina hii. Tumejenga kituo kile pale tulipopita cha kisasa na vifaa vya kisasa ambavyo hata mimi nilibonyeza tu hivi vikaniambia hali ya mawimbi kwenye ziwa leo ikoje. Umeona maneno hayo? Inaleta heshima ya nchi inayojitegemea. Kwa kama ambavyo mmejulishwa, meli hii imepunguza muda wa safari kutoka Mwanza na Bukoba kutoka masaa 8 sasa atakuwa masaa 6 tu. Ukinywa chai na matoke kule Bukoba, unakuja unapata lunch na samaki hapa Mwanza. Ukinywa supu ya samaki hapa, unaenda unakula lunch na senene Bukoba. Hii ni hatua kubwa, na masuala ya usalama yamezingatiwa kwa uzinduzi wa boti zile za ufuatiliaji na za huduma ya kwanza ambayo tumefanya leo. Serikali kupitia miradi hii imejenga vituo 3 vya ufuatiliaji na uokoaji katika maeneo ya Msoma mkoani Mara, na Nsio wilayani Ukerewe, na Kanyala kule Sengerema hapa mkoa wa Mwanza. Hii ni hatua kubwa sana ambayo inastahili kupongezwa na kila mpenda maendeleo katika nchi yetu. Ninapomalizia, niwaombe nitoe maelekezo mahususi. La kwanza, management ya Wizara ya Uchukuzi na kampuni ya usafirishaji majini, hakikisheni kuwa ujuzi uliopatikana kupitia mradi huu unaendelezwa katika kutumika na kuweza kutumika katika miradi mingine ya namna hii. Natambua kuna ujenzi wa meli inaendelea ziwa Tanganyika, ambayo na yenyewe itakuwa kubwa kutuunganisha na majirani wa upande mwingine, na huku tumeunganishwa na majirani wa upande mwingine ambao ni ndugu zetu wa muda mrefu, ambao tutashirikiana nao katika shughuli nyingi kupitia miundombinu hii ambayo tunaijenga. Tumieni ujuzi huu ili kunufaisha na maeneo mengine. Kampuni ya usafirishaji majini, hakikisheni mnashirikiana kikamilifu na wadau wengine wote muhimu kutekeleza mikakati ya kuimarisha usalama wa usafiri wa majini ili kuwalinda wananchi. Nilisema pale wakati tupo kwenye uzinduzi wa kituo, wale watakaopangiwa yale majukumu, na bahati nzuri ni wataalamu waliopata mafunzo wakakidhi, wawe macho muda wote wanapokuwa kwenye majukumu hayo, kwa sababu majukumu yale yanahusisha udharura.
Kampuni ya usafirishaji majini, hakikisheni kuwa meli hii inatunzwa ipasavyo. Wanasema kitunze kidumu. Nimeangalia mle ndani, ni meli ya kisasa sana, na kijana wetu aliyekuwa anasema hapa, wameelezea kwamba hata ile ambayo inasemwa ni daraja la uchumi na yenyewe ina viwango vile vile vya kimataifa. Tutunze, tuchukue hatua zinazostahili za kitaalamu. Vyombo vya majini, mambo haya ya reli za kisasa, mambo ya ndege hayataki mazoea, yanataka ufuatishe ushauri wa kitaalamu, kwa sababu hivyo ndivyo vilivyotengenezwa. Vinahitaji ufuatishe ushauri wa kitaalamu katika matumizi yake. Hivyo hivyo na hatua za service pamoja na utunzaji wa maeneo mengine ili asilete madhara. Kampuni ya usafirishaji majini, hakikisheni usafiri wa majini unasaidia kukuza diplomasia ya majini, maritime diplomacy, ikiwa ni pamoja na kukuza diplomasia ya uchumi na amani baina ya Tanzania na majirani zetu. Hawa ni majirani zetu, upande mmoja ni ndugu zetu. Twendeni tukuze mahusiano kwa kutumia vyombo hivi na ushirikiano huu tunaoujenga. Na sisi tutaendelea kuongea ngazi ya serikali ili kuweza kuhakikisha hayo tunayaimarisha, na Mheshimiwa Naibu Waziri kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Nje ameongelea vizuri haya mambo ya mashirikiano na mahusiano ambayo yanafanyika. Kampuni yetu ya usafirishaji, mzingatie masuala ya bima kama ambavyo sheria yetu inavyoelekeza. Zingatieni masuala ya bima kama sheria inavyoelekeza kwenye vyombo vyetu vya usafiri wa majini, wa angani na wa nchi kavu.